Wanachuoni wanaeleza kuwa elimu maana yake nini. Wanasema huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi, kwa maana ni kulikifahamu kitu kwa uhalisia wake ambao kitu hicho kilivyo. Mfano, ukaifahamu swala kama ilivyo, wanasema hiyo ndio ilmu. Idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, kwa maana ya kwamba anapofariki mwanadamu matendo yake yote ukatika isipokuwa matendo ya aina tatu. Akasema sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihun yad'u lahu, kwamba ni sadaka yenye kuendelea au elimu ambayo inanufaisha watu, aliwasimamia watu kuwafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu pia matendo yake atakuwa ni yenye kuendelea. Au mtoto mwema ambaye anamuombea dua mzazi wake. Haya mawili yote yanakuja kuingia katika ili moja, au ilmi yuntafa'u bihi. Huyu mtu hawezi kujua, hawezi kufika mahala akaona umuhimu wa kutoa sadaka, hawezi kufika mahala akaona kuna ulazima wa kusomesha watu dini, akaona kuna ulazima, isipokuwa mpaka awe na ilmu ya kujua hili na kujua faida yake. Lakini pia huyu ambaye ni mtoto mwema, kumwombea dua mzazi wake, haiwezekani akafahamu umuhimu wa mzazi na kufikia kumwombea dua kama hakuwa na ilmu ya kulijua hilo. Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanatafakari, wanazingatia watu wenye akili. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha watu wenye akili ni wale watu wenye ilmu, wenye kujua kwamba maisha ya duniani ni maisha ya kupita. Kwa maana hiyo hatuwezi tukafaulu, hatuwezi tukafanikiwa maisha yetu ya akhera, bali hata maisha ya dunia, kama hatuna ilmu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi alulamau, hakika si vinginevyo wanaomwogopa na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao ni wanachuoni, ni wale ambao wataalamu wanaojua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajua kuwa hawezi akaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisoma hiyo ibada. Hawa ndio tu wanaomhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona kuwa ibada ni swala peke yake. Katika miamala yetu ya kila siku, katika kuuza na kununua, katika kukopeshana, katika ushirika, watu hatuoni kama huko kuna ibada, na hii yote ni kwa sababu hatuna ilmu. Wakul, na useme rabbi zidni ilma, Mola wangu niongezee mimi elimu. Inaonyesha umuhimu wa elimu. Na wanachuoni wanaeleza hakuna kitu chochote, hakuna aya yoyote katika Qur'ani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aombe ziada. Hakuna alichoambiwa aombe ziada katika Qur'ani zaidi ya ilmu. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu. Bila kuwa na elimu, maana yake ibada tunazozifanya ni ibada ambazo hazina malipo, zitafanyika katika mazingira hayakuelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala.